tukushukuru sana kwa kuheshimisha mkoa wetu na kuliheshimisha tukio hili la wewe mwenyewe kama mwajiri mkuu kuja Njombe na kushiriki na sisi kwenye shughuli za Mei Mosi kitaifa mkoani kwetu. Mheshimiwa Rais, yako mambo mengi sana ambayo tungeyazungumza hapa, na sisi wakati wa confirm ratiba tuliamini kwamba ungepata walau siku moja uone kazi ambayo kwa miaka mitano umeifanya, na kumepata nafasi ya kuja upande huu. Mheshimiwa Rais, miaka mitano iliyopita eneo hili lilikuwa ni pori, ulikuwa ni msitu. Mheshimiwa Rais, kwenye ratiba ambayo tumeahirisha utapata nafasi ya kuona majengo ambayo yamejengwa kwa miaka mitano ya serikali. Mheshimiwa Rais, mwaka 2022 nilihamia hapa siku moja kabla hujafanya ziara. Ulipata nafasi ya kuonana na wazee wa mkoa wa Njombe. Yale maswali ya wazee ndio nitakayozungumza kwenye hotuba yangu. Mheshimiwa Rais, la kwanza, wazee wa Njombe wakiwemo Mama Makinda, Mzee Ruhajo na wazee wote wa mkoa huu waliomba Njombe ipate chuo kikuu. Mheshimiwa Rais, ulitoa bilioni 20 mwaka jana. Chuo kikuu cha Dodoma tawi la Njombe kimejengwa hapo juu, mahema yamekinga, na kwenye ratiba ulikuwa upate nafasi ya kuja Njombe kufungua chuo hicho, na udahili wake unaanza mwaka huu, na tayari Profesa Kusiluka Vice Chancellor wa UDOM yuko hapa na timu yake, na matangazo yameshatoka ya vijana wa Tanzania nchi nzima kuomba kudahiliwa kwa ajili ya chuo kikuu cha Dodoma tawi la Njombe. Hili lilikuwa ni ombi la wazee wa Njombe, uliahidi, umetekeleza. Mheshimiwa Rais, siku ile kwenye kikao cha wazee walilalamika kwamba wanasafiri muda mrefu kwenda Iringa kwa ajili ya huduma za kimahakama. Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie mbele yako, tayari muhimili wa mahakama wamejenga jengo la mahakama kuu ya mkoa wa Njombe, na tayari tumepokea waheshimiwa majaji wawili na huduma zimeanza na malalamiko sasa hayapo, na kwa kweli wananchi wamefurahi sana. Hakuna gharama ya kwenda Iringa, hakuna gharama ya kwenda Ruvuma, shughuli zote zinafanyika hapa. Mheshimiwa Rais, mwaka 2022 wananchi walizungumzia kuhusu huduma yetu ya afya. Utakumbuka ulikuja kwenye jengo letu kule ukafungua sehemu. Nikuhakikishie majengo ya hospitali ya mkoa wa Njombe yamemalizika. Lakini kubwa katika hilo, tumefanya mazungumzo na taasisi ya JKCI kupitia mtendaji wake mkuu Dr. Kisenge, ili sisi hospitali ya mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na JKCI tuwe kituo kitakachotoa huduma za kibingwa kwenye magonjwa ya moyo kwa kusaidiana na wenzetu wa mikoa ya Iringa, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe. Na baada ya Mei Mosi, sisi mkoa, Wizara ya Afya na JKCI tutasaini mikataba ya mashirikiano, na tunaamini kwamba tutafanya medical tourism kwenye mkoa wetu. Mheshimiwa Rais, mkoa huu umefanya kazi kubwa sana, na wananchi hawa wakati unakuja waliomba eneo hili liitwe Samia City, kwa sababu kuanzia kule barabarani kuja eneo hili kuna majengo mengi sana ya serikali yamejengwa kwa miaka mitano. Utakapopata nafasi ya kuja huku ni mji mpya kabisa, na hata wananchi wanapokuja huku wanashangaa kwamba kuna mji mpya tofauti na Njombe ya zamani. Tunakushukuru sana kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Njombe. Mheshimiwa Rais, umefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais, kwenye eneo la watumishi, kwa miaka mitano mkoa wa Njombe umesaidia kupata ajira za vijana 2583. Hawa ni nje ya vijana walioajiriwa kwenye vyombo vyetu vya dola. Jeshi la polisi wamepokea askari wapya, magereza wamepokea askari wapya, uhamiaji wamepokea askari wapya, TAKUKURU wamepokea askari wapya, zimamoto wamepokea askari wapya, wamepokea askari na vifaa. Haya yote ni pamoja na vyombo vingine, Mheshimiwa Rais, lakini kwenye serikali kuu na mamlaka za serikali za mitaa tuna watumishi 2583. Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa mkoa na wilaya tumetimiza wajibu wa kukumbushana kama watumishi.
tunapata hizi ajira, tuziheshimu, tuzitunze. Inakuwa inasumbua Mheshimiwa Rais, mtu amekaa nyumbani miaka 10 hana kazi, ameomba Mungu, ameokoka makanisa na misikiti yote, amepata kazi, anapangiwa Njombe, akifika hapa anasema anaumwa figo, anaomba aliye karibu na hospitali. Tumewaambia kama kuna vyumba vinatolewa Benjamin Mkapa au Muhimbili, tutawaombea vyumba, lakini kama ni mkoa tayari hospitali na huduma za kibingwa. Lakini haya yote Mheshimiwa Rais, tumewaomba wazazi waase watoto. Malalamiko yalikuwa ni mengi, rais, ajira hazipo, lakini watu wakiajiriwa wanachezea kazi. Kazi ya TUCTA inabadilika, baada ya kuangaikia masuala ya watumishi, inabisa TUCTA waanze kutetea mtu mlevi, mtumishi mwizi, mtumishi mzembe, mtumishi ambaye anakunywa pombe Jumamosi, Jumapili anakuja kazini Jumatatu ana hangover. Haya sio malengo ya serikali kwenye kuajiri. Sisi kama mkoa na halmashauri zetu tumewaambia vijana waliokuja kuajiriwa, pale ambapo itawezekana utumishi watusaidie, si tu kwenye kuzuia uhamisho, lakini kwenye kuelimisha na wazazi waweze kushiriki, kwa sababu kila mmoja, kazi zote unaanzia chini. Mheshimiwa Rais, ni kazi ya kaburi peke yake ambayo unachimba juu kwenda chini, lakini kazi zote kila mmoja na mwanzo wake. Sasa leo mtu anakuja hapa amesoma kilimo, amesoma mifugo, anapangiwa Ludewa kwenda kwa afisa kilimo, anarudi hapa anasema mimi naomba nihamie Dodoma. Sasa kila siku gap za watumishi kwamba hawapo kwenye maeneo zinaongezeka. Hivyo kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo tumeongea na watumishi na tunaamini kwamba sisi kama viongozi wa mkoa na wilaya na watu wa vyama vya wafanyakazi tunaamini ujumbe ule pengine utawasaidia, lakini kikubwa tuheshimu kazi sisi kama watumishi, lakini hata hicho kipato tunachokipata tukitumie. Huku Njombe viwanja ni shilingi 500,000, tumeambia watu watumie fursa hizo, walime, washiriki shughuli za kiuchumi, kwa sababu na utumishi wenyewe Mheshimiwa Rais tuna miaka 60 kwenye utumishi wa umma. Hilo tusilisahau. Kwa wajibu huo tumeweza kuzungumza. Lakini Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa sababu katika ajira kubwa tumepata sehemu kubwa ajira za walimu, tumepata ajira za afya, idara ya kilimo na mifugo, maafisa ugani, na utakumbuka ulitukabidhi magari kwa ajili ya maafisa ugani na pikipiki, lakini na vifaa vya kupimia udongo kwenye huu mkoa ambao unafanya shughuli za kilimo, kazi iweze kufanyika na matokeo yaweze kuonekana, na yameanza kuonekana. Mheshimiwa Rais, watu walikuwa wanalima viazi mviringo heka moja wanapata gunia 35. Ulipoweka ruzuku ya mbolea, leo wananchi wanalima viazi mviringo wanapata gunia 90 mpaka 180. Na tayari Mheshimiwa Waziri wa Kilimo amezungumza na watu hatari kwa ajili ya kusaidia kwanza kupata mbegu yetu sisi yenyewe viazi mviringo, ili tuweze kupata unafuu wa gharama kwenye mbegu. Lakini kwenye mahindi, Mheshimiwa Rais, kwenye ruzuku ya mbolea tulikuwa tunavuna gunia 9 kwenye heka. Sasa hivi wananchi wanavuna gunia 12 mpaka gunia 23 kwenye heka, lakini NFRA umewezesha, wamepata hela, wameingia kwenye kununua mahindi, wamekuwa sehemu shindani kwa sekta binafsi, na leo wananchi wanauza mahindi kilo shilingi 700 mpaka shilingi 1000. Haya yote ni mafanikio yako Mheshimiwa Rais. Katika miaka 5 kazi kubwa umeifanya, umeandika alama kubwa sana kwa watu wa Njombe, umeandika alama kubwa sana kwa sisi watumishi, umeandika alama kubwa sana kwenye maisha ya Watanzania, na kazi zako Mheshimiwa Rais hazihitaji tochi. Kila mmoja anaona kazi uliyoifanya na itabaki kuwa alama ya kukumbukwa kwenye mkoa wetu.